Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nikwambie, rais wa Urusi Vladimir Putin ameonya kuwa nchi yake itaendelea kujiimarisha dhidi ya Ukraine. Amesema nchi yake itaendelea kujiimarisha katika ardhi ya Ukraine iwapo Kyiv na washirika wake wa magharibi watayakataa masharti ya Kremlin katika mazungumzo ya amani ya Ukraine. Akizungumza katika mkutano wake wa kila mwaka na maafisa wakuu wa jeshi, Putin amesema angelipenda kutatua hali kidiplomasia, lakini iwapo matakwa yao yatakataliwa, iko tayari kutumia nguvu kuokoa maeneo yake. Huku hayo yakiarifiwa, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema Ulaya inapaswa kuwajibika yenyewe katika masuala yake ya usalama, huku akisema ni lazima ichukue hatua kuhakikisha amani inapatikana Ukraine. Hapo hapo kwa rais wa Urusi Vladimir Putin amewatunuku medali za Gold Star wanajeshi walioonyesha ushujaa katika mstari wa mbele katika Jamhuri ya Watu Donetsk, hasa wakati wa ukombozi wa Seversk. Hafla hiyo ilifanyika katika Wizara ya Ulinzi ambapo rais alihudhuria mkutano wa mwisho wa mwaka wa bodi ya wizara. Wewe na wanajeshi wenzako mlikomboa Seversk katika hali ngumu sana kwa kushinda haraka ulinzi wenye nguvu za safu za adui, Putin alisema. Tunajivunia wenzako wanajeshi wetu, mnalinda Urusi, mnailinda nchi na raia wake, na mnapigana kwa ujasiri kwa ajili ya mustakabali wenye heshima kwa watu wetu. Ninyi ni wataalamu, wapiganaji jasiri na wazalendo wa kweli wa nchi. Ninawashukuru ninyi na wenzako wote kwa huduma yenu ya kishujaa na uaminifu kwa nchi mama, aliongeza. Vilevile malengo ya operesheni maalum ya kijeshi ambayo awali yaliwekwa nyuma mwaka 2022 yatafikiwa, Rais Putin anasema. Malengo ya operesheni maalum ya kijeshi hakika yatafikiwa. Tungependa kufanya hivi na kuondoa sababu kuu za mzozo kupitia diplomasia, lakini ikiwa adui na wafadhili wao wa kigeni watakataa kushiriki katika majadiliano ya kina, Urusi itafikia ukombozi wa ardhi zake za kihistoria kwa njia za kijeshi. Vilevile rais wa Urusi Vladimir Putin amesifu mchango wa jeshi la Korea Kaskazini katika ukombozi wa mkoa wa Kursk wa Urusi. Ningependa kuwataja mahususi wafanyakazi wenzetu wa kijeshi wa Korea Kaskazini, Putin alisema. Kwa uamuzi wa mwenyekiti wa masuala ya kitaifa wa DPRK Kim Jong-un, walitumwa kushiriki katika ukombozi wa mkoa wa Kursk na walipigana kwa ushujaa na ujasiri pamoja na adui pamoja na wanajeshi wa Urusi. Pia walishiriki katika operesheni kubwa na ngumu sana ya kuondoa mabomu katika mkoa wa Kursk uliokombolewa. Putin aliongeza kuwa nchi hiyo inajivunia matendo ya wanajeshi na maafisa wa Urusi wanaopigana mstari wa mbele, wale wote wanaolinda Urusi na usalama wa raia wake. Pamoja na wataalamu wa Urusi, wahandisi wa mapigano kutoka Korea Kaskazini walishiriki katika kazi ngumu ya kusafisha mkoa wa Kursk kutokana na vifaa vya kulipuka. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Wanajeshi wa Urusi wa kikosi cha mapigano mashariki, baada ya kukomboa makazi ya Gerasimovka katika mkoa wa Dnipropetrovsk, wamechukua mstari wa mbele wa kilomita 2 na sehemu ya kina cha kilomita 1 kwenye ukingo wa magharibi wa mto Gaichur, vyanzo vya ulinzi vya Urusi vinasema. Lakini vita halisi dhidi ya eneo la Ukraine vilianzishwa na vikosi vya uharibifu kwa Kyiv, lakini kimsingi na magharibi, huku Urusi ikijaribu kusimamisha mgogoro huo, Rais Putin anasisitiza kwenye mkutano. Putin alikumbuka kilichotokea Ukraine baada ya mapinduzi ya 2014. Sisi tulioanzisha vita mwaka 2022 ilikuwa vikosi vya uharibifu huko Ukraine kwa msaada wa magharibi. Kimsingi, magharibi yenyewe ndiyo iliyoanzisha vita hivi, Putin alisema. Tunajaribu tu kuimaliza. Mwisho wa kumnukuu. Tukirejea tena kwenye uwanja wa vita ni kwamba wanajeshi wa kikosi cha mapigano cha Urusi Kaskazini wameondoa mamluki 67 wa kigeni kutoka Amerika Kusini katika mapigano ya makazi ya Yunakovka wakati wa operesheni maalum ya kijeshi, chanzo kinasema. Kulingana na chanzo, wengi wao walikuwa raia wa Colombia, lakini pia kulikuwa na mamluki kutoka Argentina, Mexico, Peru na Guatemala. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Gerasimovka katika mkoa wa Dnipropetrovsk ndani ya saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Na jeshi la Ukraine limepoteza wanajeshi 1340 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita. Vilevile jeshi la Ukraine limerusha zaidi ya ndege 25 zisizo na rubani na makombora 5 katika maeneo ya makazi kwenye mkoa wa Belgorod ulio mpakani mwa Urusi katika siku iliyopita, kituo cha mgogoro wa kikanda kimesema kwenye taarifa yao. Hapo kwenye uwanja wa kivita, ndege zisizo na rubani za Ukraine zimeshambulia magari huku raia wakiondoka Krasnoyarsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk, na wamefanikiwa kumuua mwanamke na kumjeruhi mwingine, Sergei Ivanov, mmoja waliokolewa, anasema. Kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya silaha vya kundi la vita la Urusi Magharibi
vimezuia majaribio ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine kukaribia mji uliokombolewa wa Kupiansk, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kutoka kwenye uwanja wa kivita, na chokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kuendelea kufahamu yale yote ambayo yanaendelea. Uamuzi wa Urusi kuanzisha operesheni maalum ya kijeshi ulikuwa ni jibu muhimu kwa shinikizo la nje na unabadilisha ulimwengu kuwa bora zaidi. Mwanablogu na mtangazaji wa vyombo vya habari Mario Bojic, anayejulikana mtandaoni kama mwenyeji wa podcast ya Mario Zana, anasema Urusi haikuwa na njia ya kuepuka operesheni maalum ya kijeshi. Ningefurahia ikiwa Serbia ingeweza kufanya hivyo hivyo, kuwa na nguvu na kubwa kama Urusi ili kujilinda kutokana na shinikizo linalotoka kwa wasomi wa pepo wa magharibi. Vile Urusi haimnyimi mtu yeyote haki ya usalama, lakini inasisitiza kwamba ahadi zilizotolewa kwake zitimizwe, ikiwa ni pamoja na NATO kutopanuka kuelekea mashariki. Putin anasema, sizungumzii hata kuhusu upanuzi wa NATO, ingawa hilo ni dhahiri. Leo tunaambiwa kwamba hatuna haki ya kumlazimisha mtu yeyote kutatua masuala yake ya usalama jinsi tunavyotaka, wala kuwanyima haki zao. Hatunyimi mtu yeyote haki yoyote, hatudai chochote maalum kutoka kwa mtu yeyote, Putin alisema. Alisisitiza kwamba Urusi inasisitiza tu kutimiza ahadi zilizotolewa kwake. Ilisemwa hadharani kwamba hakutakuwa na upanuzi wa NATO kuelekea mashariki. Na nini? Rais aliuliza kwa usemi. Vile NATO inapanga mapambano ya kijeshi na Urusi ifikapo mwaka 2030. Waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov anasema kwenye mkutano wa bodi ya wizara. Yote haya yanaonyesha maandalizi ya NATO kwa mapambano ya kijeshi na Urusi. Mipango ya muungano huo inatoa tayari huo ifikapo mwishoni mwa miaka 2030. Hili limesema mara kwa mara waziwazi na wawakilishi rasmi wakaambia NATO. Belosov alisisitiza, sisi sio wanaotoa vitisho, sisi ndio wanaotishiwa. Mwisho wa kumnukuu. Shukran kwa Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.